Praise God. Amen. Mungu asimame wawezi. Kama wewe ni wa nyumba yangu, praise God. Hawa ndio watu wa nyumba yangu. I'm married, nimeokoka, niko na mume mmoja na watoto wengi. Bwana aweze kuwabariki. Sasa wakati huu nataka kumwalika Minister Gladys aweze kutupatia first reading na mtaweza kubarikiwa. Let us appreciate her as she comes. Amen. Amen. Mungu asikie hapa. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Verse 3 inatoka katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza hadi chapter 1. Tusome pamoja. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo kusema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake ni kama sivyo kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi zote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga,
tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukisifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiunganishwa na kushikanishwa kwa msaada na kila kiungo kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuzwa mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika upatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga ulio ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa kazi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Basi ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mfue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Nafikiri Mungu abariki neno lake. Amen. Tunasoma mpaka hivi. Mungu abariki. Amen. Praise God. To appreciate anapoketi. Anatusomea vizuri. Bwana asifiwe. Na hilo ndilo neno la Mungu. Bwana asifiwe na libarikiwe. Praise God. Sasa ni wakati wa kualika wageni. Praise God. Kama wewe ni mgeni, visitors,